ajabu nami siwezi kueleza, ametenda maajabu. Mfalme wetu na Mwokozi wetu, ninakushangilia. Asante kuruhusu nami katika watoto na wenzangu waliozaliwa katika ulimwengu huu na mimi unilete. Ninajua kila mmoja wetu umemtarishia kusudi la yeye kuwepo mahali alipo na yeye kuongezewa miaka na namna ya miaka katikati ya maisha. Baba, ninaomba nirudishe sifa, heshima, utukufu, adhama kwamba ni vyako milele na milele zote. Na ninakushukuru sana kwa ajili ya yule mama ambaye Mungu ulimjalia katika tumbo lake ya kwamba niweze kuketi hapo ili niweze kuzaliwa hatimaye. Ninakushukuru sana kwa ajili ya wote ambao wameniunga katika sadaka hii ya kununua vitabu. Huenda kwa kitabu kimoja katika kumbukizi hii ya kuzaliwa, mtu mmoja anaweza akaingia katika uzima wa milele. Baba, ninakumbuka watoto wa wenzangu ambao wamezaliwa katika tarehe ya leo. Hata mama mmoja amenifuata akasema mtoto wangu wa kiume wa kwanza amezaliwa leo. Wengine ni wajukuu zao. Baba, ninaomba tuunganishe wote kwa baraka, lakini chukua lili ombi kama ombi la shukurani kwetu. Na watoto wote waliozaliwa mwezi huu, wenda siku hii ama siku hata zinazokuja katika makambi haya, pokea shukurani zetu katika jina la Yesu. Amina. Taifa la Israeli katika uongozi wa Yoshua wanatoka mahali panapoitwa Shitimu. Shitimu ni mahali ambapo panaonekana pamezungukwa na miti mingi, na hiyo miti inaonekana imefanya mazingira ya hapo kuwa mazingira ambayo yanaweza yakatafsiriwa kwamba ni mazuri. Mazingira ya Shitimu walikuwa wanaishi taifa la Wamoabu. Taifa la Wamoabu, kizazi cha Wamoabu kinatokana na kizazi ambacho watoto wa Nuhu walipookolewa, watoto wa Lutu walipookolewa kutoka Sodoma na Gomora, wamekaa kwenye pango wao na baba yao. Mtoto wake wa kwanza ambaye ni binti alifanya maamuzi ya kwamba tumnyweshe baba yetu, alewe pombe, na akishalewa pombe mimi wa kwanza nimuingilie baba yangu, nizae nipate ujauzito kutoka baba yangu, na ninapozaa nipate ujauzito mimi na wewe kesho tumwekee pombe, halafu anywe, halafu na wewe uingie na wewe upate mimba na tuzae. Kwa hiyo hawa wadada wawili, watoto ambao baba yao Mungu amewaokoa, ndipo wanafanya maamuzi ya kulala na baba yao, na mwisho wa siku wanazaa watoto. Yule mkubwa, mtoto aliyemzaa ndiye mtoto ambaye anaitwa mtoto wa Kimoabu. Anasema tangu hapo taifa likatengenezwa, taifa la Wamoabu hata leo. Wamoabu ni watu ambao si tu katika hali ya kuzaliwa ni ya uzinifu, lakini wao wenyewe katika mbebezoni mwa mto wa Yordani walikuwa wanaonekana ya kwamba wanaishi kipagani, wanafanya kipagani, wanafanya mambo ya kipagani. Kimsingi katika sehemu ya Shitimu ni mahali ambapo upaganini wa Wamoabu uko katika eneo hilo. Lakini Shitimu ni eneo ambalo taifa la Israeli halikuingia tu wakati Yoshua akiwa kiongozi. Taifa la Israeli liliingia Shitimu wakati Musa akiwa kiongozi. Na walipoingia Shitimu, watoto wa Mungu, taifa teule, taifa la kimungu, lilipoingia Shitimu, maandiko yanasema wale wa Moabu katika sura ya 25 ya kitabu cha Hesabu, wale wa Moabu walipoingia pale Shitimu wakaalikwa katika sikukuu za kipagani za Kimoabu na katika sadaka za kipagani za Kimoabu, wakaalikwa mahali hapo. Na walipoalikwa, maandiko yanasema usiku ule wakala, wakanywa, wakafanya unzinzi na mataifa ya Kimoabu, wakafanya uasherati pale Shitimu. Leo sina muda wa kuelezea jinsi ambavyo Mungu alikasirika pale Shitimu, lakini itoshe tu kusema ya kwamba sasa taifa la Israeli linatoka Shitimu, linaelekea Yeriko, linaelekea mto wa Yordani. Na wataalamu wanasema umbali wa kutoka Shitimu kuelekea Yordani ni kilomita 10 na 12. Kwa hiyo wana approximate, kama inakadiriwa ni kilomita 10 hadi 12, wanakadiria huenda inaweza ikawa kilomita 10. Na kwa tafsiri hiyo wanasema ni umbali, kwa namna walivyokuwa wanatembea, ni umbali wa masaa 2 hadi 3 kufikia katika mto wa Yordani. Kwa hiyo
Ukiulizwa wana wa Israeli wanapotoka Shitimu wanaelekea Yordani, wanaelekea ng'ambo ya mto, tafsiri yake ni kwamba wanatoka mahali pa kushindwa wanaelekea mahali pa kushinda. Jamani, Bwana asifiwe. Namuomba Mungu katika safari yako ya kutembea ukimwamini Mwokozi, ukienda ukimwamini Yesu, na iwe uzoefu kila wakati wa kutoka unaposhindwa kuelekea unaposhinda kwa utukufu wa jina la Bwana. Yordani, ili waweze kuvuka kuelekea Yeriko, wasomi wanasema Yordani ilikuwa ni kikwazo cha mwisho ili hatimaye waingie Yordani, hatimaye waingie Yeriko. Na wakishaingia Yeriko, tafsiri yake ni kwamba wameanza kuteka maeneo ya Kanaani, ambayo agizo na ile ahadi ambayo Bwana aliwapatia, wanaanza kuingia kwenye uzoefu huo. Kwa hiyo utagundua ya kwamba wanapofika hapa Yordani, kabla ya kuvuka, maana kuna kizuizi cha mwisho kabla ya kuvuka, wanaketishwa hapa ng'ambo ya mto Yordani. Na hapa ndipo ambapo Yoshua anawaambia kwamba tutaketi hapa kwa muda wa siku 3. Na Yoshua anapowaketisha watu hapo, anawazoesha tabia ya kimbingu ya uvumilivu, ya kwamba ndio tumetoka Shitimu sawa, lakini kabla hatujavuka tutahitaji kuvumilia kidogo. Na siku ya kwanza, siku ya pili, na wengine katika siku ya kwanza huenda wanamuuliza Yoshua, mbona hatuvuki? Mbona hatuendi sasa? Nataka tuingie Kanaani, nataka tuingie Yeriko, nataka tuvuke. Wengine wanaanza kusema tutavukaje sasa? Maana tunaona ni mto, na ni mto ambao hatuwezi kuogelea, hatuwezi kuvuka katika namna ya kawaida, maana inaonekana hata umejaa. Wengine ndio wakati ambao wanazozana. Lakini nampenda Yoshua, kabla ya kuliongoza taifa la Mungu kuvuka kivuko cha mwisho ili waingie Kanaani, anawaambia hapana, hatutavuka kwa namna ya kawaida, tutaketi hapa. Lakini baada ya kuketi hapa, naomba niwaambie, akawatuma maakida. Maakida ni viongozi katika taifa la Waisraeli. Anawaambia, nendeni katika marago, nendeni katika mahema, maana Waisraeli hawakujenga makazi ya kudumu, maana wao waliamini ya kwamba ni wageni na wasafiri wakitoka mahali pamoja kwenda katika nchi ya ahadi. Kwa hiyo wanapita kwenye marago, wanawaambia watu ya kwamba jiandaeni. Lakini sampuli ya safari hii, namna ya kwenda kwenu haitakuwa ya kawaida. Musiondoke. Ninasikia ya kama mnataka kwenda, ninasikia mnataka kuvuka, lakini ni kama viongozi wanawaambia hamtavuka, hamtaondoka, hamtaenda mpaka mumeliona sanduku la Bwana likiinuliwa. Bwana asifiwe. Yes. Kwa anawaambia, mkiona sanduku la Bwana linainuliwa ndipo mtakapoenda. Lakini hata hivyo hamtaondoka. Walawi, makuhani watalinyanyua, na wakishalinyanyua watakuwa wanalibeba, watatangulia mbele. Wakishatangulia mbele, mkiona wametangulia mbele Walawi, mkiona wametangulia mbele, wamelibeba sanduku la Bwana, hapo ndipo mtakapoamua kuondoka na nyinyi. Hamtakwenda kwa sababu ni kauli mbiu ya makambi, lakini mtakwenda mpaka mtakapoliona sanduku la Bwana limeinuliwa. Lakini anawaambia likiinuliwa wakati linaenda, na iwepo nafasi kati yenu na sanduku. Keep a distance. Viraa 2000 ni sawa na mita 900. Kuwepo na nafasi mita 900. Ili muweze kuliangalia kwa mbali. Na unajua ile sanduku lilikuwa na vitu vitatu vya muhimu. Kitu cha kwanza lilikuwepo ni mbao 2 za mawe ambalo zimeandikwa na chanda cha Mungu mwenyewe kama sheria yake takatifu ambayo italiongoza taifa la Israeli kuvuka. Lakini ya pili ni fimbo ya Musa, fimbo ya Harun, ambayo Bwana alikuwa amechagua kuongoza taifa kwa kabila, kwa ukuhani wa nani nimesema? Wa Haruni. Lakini jambo la tatu ambalo liko kwenye sanduku la Bwana ni kumbukumbu ya mana, ikionyesha chakula ambacho Bwana alikitoa mwenyewe kutoka mbinguni. Kwa hiyo kuna vitu vitatu vya msingi. Anamwambia mtakapoona sanduku la agano katika wana wa Israeli, liliaminika, na ndivyo Bwana alivyokuwa ameamua ya kwamba liwe ishara ya uwepo wa Bwana katikati ya watu wake. Hata hivyo huwezi kuhoji kwa nini liwe sanduku, maana hata hivyo aliamua wakati wanatembea wana wa Israeli kulikuwa na wingu juu yake ili iweze kuambia kwamba niko pamoja nanyi. Na walilifuata wingu, liliposimama walisimama, wingu lipotembea walitembea. Tafsiri yake ni kwamba
kwamba ilikuwa ni ishara pia ya uongozi wa Roho Mtakatifu, ishara ya uongozi wa Mungu katikati ya taifa lake, lakini ilikuwa ni kuwapa uvuli ili jua lisiwaunguze. Anaenda pamoja nao. Na ndio maana nataka niwatie moyo wacha Mungu wenzangu katika makambi haya, amueni kwenda, lakini mkienda nendeni mkimtumaini Yesu. Kwa hiyo yopo nafasi, acheni distance. Kuwepo nafasi. Na wao watatangulia mbele. Lakini naomba, Joshua anatoa ujumbe wa maana sana kwa taifa lile, taifa la Israeli. Anawaambia lakini nina habari. Nina habari. Nina ujumbe. Ni kama Joshua anawaambia wana wa Israeli, nilikuwepo Shitimu. Nilikuwepo wakati ambapo taifa la Mungu lilikuwa limeingia kwenye mahali pabaya. Watu wanazini na wanawake wa Kimoabu, wanafanya uasherati, wanafanya uzinzi, wanajiingiza kwenye matoleo ya sadaka ambazo sio haki na halali. Nilikuwepo, na hivyo ninawatangazia, kabla hatujavuka Yordani, ujumbe ni mmoja: jitakaseni, maana Bwana atafanya mambo makubwa kesho katikati yenu. Mambo matatu ya kuondoka nayo mchana wa leo. Nimesema mambo mangapi? Ila wewe unayelala, Mungu anakuona. Ndio. Mambo matatu. Moja, safari ya imani ya kumtegemea Mungu inahitaji uvumilivu. Yes. Safari ya imani. Unajua huu moto wa makambi, na namshukuru Mungu sana waliopata njozi hii ya kusema huu moto wa makambi. Makambi Kibada 2025 inahitaji uvumilivu. Naomba niwaambie wacha Mungu wenzangu, kumtumaini Yesu wakati anapoonekana amenyamaza kimya, hapo ndipo kwenye kiini cha imani ya watu wa Mungu. Kumtumaini Yesu wakati ambapo unaona kuna kikwazo mbele na hamvuki, hapo ndipo unahitaji imani ya ziada. Na hapo ndipo wengi wanapojaribiwa, na hapo ndipo wengi ambao hawafiki mwisho wa safari. Kumtumaini Bwana katika kimya cha Mungu kunahitaji subira. Wengi hata sasa hivi wameshikana imani kwa sababu wameshindwa kuwa na subira, kwa sababu kumtumaini Bwana katika kimya chake sio jambo jepesi. Ilihitaji muda wa siku 3 kukaa ng'ambo. Na unajua ukiongea siku 3 kabla ya kuvuka, ukiangalia unaona kama ni siku chache tu. Maana unaona kama waliingia Ijumaa, basi maana yake ni Ijumaa, Jumamosi, Jumapili unavuka. Ni hivyo tu. Lakini nakwambie kuna wakati unaweza ukapitia wakati ambapo hata siku moja ni ngumu kuivuka. Nimesema siku, hata masaa. Nimesema masaa, hata dakika. Unajua hata hawa taifa la Wamoabu ni wasichana hawa wawili ambao walikosa subira. Yaani Mungu amewaokoa kutoka kwenye nchi ya Sodoma na Gomora, lakini wamefika humo ndani, wako pangoni, wakajiona tu kwamba hakuna mtu atakayetuingilia. Sasa ni kama wanaambiwa twendeni lakini mkimtumaini, lakini ni kama hawamtumaini. Wanasema tutafute njia zetu wenyewe ili tuweze kulala na baba yetu na mwisho tupate uzao. Ona walivyofanya vitu vya ajabu. Wengine wetu uvumilivu umetushinda. Ndoa zetu zilipoingia kwenye wakati mgumu, tukashindwa kumtumaini Yesu ya kwamba atafanya kitu, ya kwamba atabadilisha namna ya ndoa zinazopitia. Tumeingia kwenye michepuko kwa sababu tumeshindwa kumtumaini Mungu. Joto lilikuwa kali kwenye ndoa. Tena mwingine anaweza akakwambia, mchungaji, hata ungelikuwa ni wewe, kwani ungefanyaje? Hali haikuwa shwari, hali haikuwa nzuri, alikuwa ananipiga, alikuwa ananitesa. Na hivyo wakaacha viapo, wakaacha kanuni, wakaacha msimamo, na mwisho wa siku wakafanya maamuzi kinyume na mapenzi na matakwa ya kimungu. Kumtumaini Bwana kunahitaji uvumilivu. Na ngoja niwaambie ndugu zangu, kama imani haitachanganywa na uvumilivu, utaasi. Haya mambo yachukulie kama yalivyo. Ni rahisi sana kutembea kwenye safari ya kiroho ukiwa unaumwa kichwa, unapiga magoti, Baba na kuomba uniponye kichwa hichi katika jina la Yesu, amina. Unashangaa unasema amina, kichwa kimepoa nde. Nataka nikwambie ni rahisi sana.
unaweza kuimba wimbo furaha gani na utumishi nikimtegemea Mwokozi. Yaani huo wimbo ni mtamu kwa wakati huo. Umeombwa ajira, umeenda, yaani umeweza tu kuomba ajira. Namshukuru Mungu, siku 10 tu nilipomaliza kufunga siku 10, nilipomaliza siku ya 10, nikaitwa kwenye interview nikapata ajira. Imani inakuwa tamu wakati huo. Tamu. Muolewa, nilikuwa nataka mtoto, mimba ngwe. Mtoto ngwi. Tamu, imani tamu. Lakini vipi? Vipi unaumwa kichwa unakiombea kinazidi? Vipi unaumwa kipele unakiombea linakuwa jipu? Kadiri unavyoomba ndivyo mambo yanavyozidi kuwa magumu. Vipi? Vipi unaomba Mungu akuongezee hela na ulionayo inapotea? Vipi? Vipi? Kuna nyakati sio nyepesi kwenye maisha. Na ngoja niwaambie, ni ukweli kwamba kuna wakati Mungu pia anaamua kunyamaza kimya kabisa. Fungu unalo ndio. Isaya 42:14. Anasema siku nyingi nimenyamaza kimya, nimenyamaza nikajizuia. There's a time ambayo Mungu anaamua kukaa kimya. Tena anasema ninanyamaza nikajizuia. Yaani maana yake ni kama anataka akujibu hivi lakini anajizuia, ana hold on. Na wakati mwingine katika ukimya wake, katika kukimya wake na katika kunyamaza kwake ndio kipimo cha imani yako ilipo. Imani nyepesi mama anapokuwa shwari. Unaitetea dini, unaitetea imani, halafu unashangaa ile unaingia pale, unaitetea imani unasikia unafukuzwa kazi. Au unaitetea imani, halafu unafika unashangaa bosi amesahau kitu chochote wakati alikwambia Jumatatu utaona. Halafu unashangaa Jumatatu, yani uliwaita wenzako, jamani tuombe hali yangu kazini sio nzuri. Halafu nyakuja Jumatatu, bosi ndio kwanza amesahau. Yaani vipi za siku za Sabato? Sio mambo yako endeleaje? Basi majukumu ni haya. Alafu tuna trip nyingine tunaelekea. Yaani jamani amina na ushuhuda. Nilipoenda kazini mwenzenu kama mnavyojua hali niliyoeleza nikashangaa bosi amesahau kabisa. Vipi unaenda alafu wanasema nimekumbuka kwamba Sabato hukuwepo na sasa ajira yako imekomea hapa. Vipi hapo? Imani yako inakuwaje? Je, bado unaweza ukasema unaenda kumtegemea Mwokozi? Ni rahisi kiasi hicho? Subira ni tunda la Roho. Ni watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaookoka. Na mimi nawatia moyo wacha Mungu wenzangu, Bwana na atupe subira. Bwana na atupe kuvumilia. Katika nyakati za ukimya wa Mungu, Bwana atupe uvumilivu. Bwana atupe wakati wa kusubiri. Na atupe subira. Kwamba tuko kwenye mto kando ya yuto ya Jordan, lakini Bwana atutulize akili ili hapo katikati ya mto kabla hatujavuka Bwana atupe uvumilivu wa kuhold on mpaka saa itakapofika akisema Joshua mwanangu, haya liangalie sanduku, endelea mbele. Mungu atupe uvumilivu katika kimya chake, katika magumu unayopitia, katika nafasi ngumu unayopitia katika ndoa yako. Mungu akupe uvumilivu. Ninawatia moyo, vumilia, ipo siku Bwana atakujibu. Hold on. Kuna watu wameomba na kuomba mpaka mwisho wa siku wamesema sasa hivi mimi siombi tena, Bwana atakachoamua afanye. Ni rahisi sana kumwambia mtu omba wakati ni sio rahisi kiasi hicho. Kuna wakati mtu ameomba na kuomba. Haya makatasi ya kuandika kwenye vibox. Hata vibox vinamfahamu. Kama anaviandikaga. Baba yako anayekupenda, ambaye yeye anadai uwe kimbilio kwake, amenipaka mafuta mchana wa leo kukuambia endelea mbele, subiria, bado kitambo kidogo atakujibu. Vuta subira kidogo. Oh yes, vuta subira kidogo. Najua ninaongea na mama ambaye amechelewa kupata ujauzito na watu wanamsimanga. Imani yake iko katika majaribu, anajisikia kuumia, anajisikia kuteseka. Nimetumwa na Bwana kukuambia kwamba vumilia,
ipo siku kwa jina la Yesu nawe utapakata mtoto. Ninajua ninaongea na mtu ambaye anaona Mungu amenyamaza ndoa yake siku ya kwanza, ndoa siku ya pili. Vumilia mama, Bwana amenituma kukwambia usitoke katika ndoa yako, usiende kutafuta talaka. Bwana aliyekuita katika ndoa hiyo anakujua, anakufahamu. Ipo siku atakuja, ataingilia kati, nawe badala ya ngumi utaambulia mabusu katika jina la Yesu. Vumilia kidogo. Vumilia. Na unajua kuna watu wengine wanasema hivi, yani mimi hili limekuwa gumu sana, siwezi kuvumilia. Naomba niwaambie, ikiwa hatutapatishwa kwenye majaribu, ikiwa kizazi hichi hatutapita kwenye majaribu, halafu tukakutwa ya kwamba mambo yetu yalikuwa tu ni shwari, yani watoto shwari, ndoa shwari, kazi shwari, hela shwari, deni shwari, afya shwari, halafu tukaingia mbinguni, nataka niwaambie wakina Petro watauliza, hivi Mungu imekuaje? Maana sisi kwa imani hii tulizikwa kichwa chini miguu juu. Wengine watasema tulio kwenye mapipa, wengine wanasema tuliingizwa kwenye, tukaburuzwa barabarani tukafa. Hivi mbona hawa imekuwa hivyo? Na hata hivyo, hata wasipolalamika basi, hata basi wakilalamika basi, hata hivyo basi utawaambia haya, tumeingia basi kwa free, kwa neema. Nini sawa, tumeingia. Lakini wakati wenzetu wanasimulia story za namna walivyopambana kwa imani, kwa namna ambavyo walikuwa wavumilivu, hivi sisi tutasimulia nini? Wakati wa kina Ayubu wanapiga story pale, yani tuko nao kwenye matunda ya maepo pale, wanasema ya unajua siku ile ilikuwa issue kweli, yani msiba mmoja hivi, siku moja watu wanakufa na nini, maana jipu na nini, anasimulia historia zao na nini, wanasema pale anakuambia mke wangu kidogo akakata tamaa, yani akataka nijue. Wanasimulia story, wanakuja pale wakina nani pale au wakina Stefano, wanasema yani siku ile acha bwana, nimekaa pale nakwambia watu wananitupia mawe, la kwanza, la pili, nikasema tu bwana roho yako naiweka. Wanakuja wakina Petro wanasimulia, wewe utasimulia nini wewe? Acha Bwana akupe uzoefu upate kisa tutakapoingia katika makao ya amani. Vumilia. Ndio inalipa kumtugumia Mungu. Wazo la pili. Hivi nimesema wazo la pili. Hatutavuka Yordani mpaka somo la uvumilivu limeeleweka maishani mwetu. Yes. Wazo la pili. Usikubali kwenda popote, kuvuka kokote, mpaka umeona uwepo wa Bwana unaoenda pamoja na wewe. Usiende. Na mpenda Yoshua anawaambia msitoke. Kama hamjaliona sanduku la Bwana limeinuliwa, unaenda wapi? Na unajua kwa nini anawaambia msiende? Anawaambia hii njia hamjawahi kupita. It's a new experience. You have never been here. Hamjawahi. Ni kweli mmevuka Sham, lakini Sham sio Yordani. Kwa hiyo subirieni mpaka muone kibali cha Bwana. Nampenda Musa. Musa yeye alipoambiwa ya kwamba Mungu anamwambia nitakwenda pamoja nawe, Musa anamwambia mzee, tuelewane mapema kwamba usipoenda na sisi iko hivi, tuache Misri. We want to be very sure kwamba huko jangwani tunapopita, tunapelekea Kanaani, tuko na wewe. Kama twende na wewe, ni afadhali tubaki kwenye mateso ya Wamisri, ni afadhali tubaki kwenye kusaga ngano za Wamisri, lakini we want to be very sure kwamba uko pamoja nasi. Kwa hiyo kama uende pamoja nasi, tuache hapa. Siendi. Na watia moyo washiriki ambao wanafungua biashara bila kuwa na uwepo wa Bwana. Unafunguaje? Maembe yanalipa. Nani kakwambia maembe yanalipa? Umetumwa na nani kufungua maembe? Are you sure Mungu yuko na wewe kwenye biashara ya maembe? Na mwanzo ukashangaa umefungua maembe na watu hawali maembe sasa. Unauza makoti, jua linawaka. Unalima tikiti, watu wanavuna vitunguu. Yaani kama unapishana na msimu hivi. Sasa ukisema watu wamepata matikiti wengi sana, haya, ngoja nihamie kwenye matikiti. Wanalima mpunga na wanavuna mpunga. Unasikia, jamani, yaani waliolima mpunga mwaka huu, wameula.
Pastor, wazo lako ni nini? Hatuvuki Yordani kwa kuogelea. Tunavuka Yordani kwa maji kukaushwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Oh yes. Kuna watu wengi wanapenda sana kupambania nafsi. Wanasema acha mwanangu. Mwanangu hivi vita tunapiga hii. Yaani mwanangu mimi naimudu hiyo. Wataka kuogelea. Haya maisha ukiogelea utakuja ufe. Hujui kina cha Yordani. Sio mito yote watu wanaogaga. Unazoea kuogelea kwa madimbu, unataka kuogelea Yordani. Unaijua Yordani? Na unajua kuna taifa hao watu wa Israeli nataka kuamini ya kwamba kuna wengine ni kama wamefika pale kando wale, wanasema Yeshua vipi tuvuke. Yaani kuna wengine naamini kwamba nenda kuogelea hivi kama sasa nafika mbali huku. Wataka kuvuka kwa kuogelea. Naomba niwaambie wacha Mungu wenzangu, hatuendi kwa kujitegemea nafsi zetu, tunaenda kwa kumtumaini Yesu. Naomba niwathibitishie, sisi bila Yesu si chochote wala lolote. Sisi hata kuinama hivi kufunga viatu vikidamu inahitaji nguvu ya Mungu. Ukifanya mchezo unaweza ukaenda hivi na kiuno kinagoma, maana ni kama anabonyeza huko. Kiuno achana na hiyo habari ya kupinda. Kila ukipiga hivi uendi, kila ukipiga hivi uendi. Tunamhitaji Yesu. Usidhani ya kwamba kwa kusoma kwako unaweza ukafanya kazi zako. Kuna watu shule wameenda na kila wakienda kazini hawajui cha kuanzia. Pastor, wazo lako ni nini? Mwache Mungu aongoze safari yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Waisraeli wanaambiwa ni mpaka mlione sanduku. Mkiliona sanduku ndio mlifuate. Maana yake ni kwamba sheria itawaongoza. Mungu atawaongoza. Mungu atawapa chakula. Mungu atawaonyesha ya kwamba ni kwa uongozi wake mnavuka Yordani. Lakini si tu kama atawaongoza, hata mtakapokanyaga makuhani watakapokanyaga maji yatatawanyika, nanyi mtapata mahali pa kupita. Hamuhitaji kuogelea wenyewe, mtachoka. Hamuhitaji kuogelea wenyewe, mwaweza kufia kwenye maji. Hamuhitaji kuogelea wenyewe, mwaweza kukuta kuna wanyama wakali katika maji wakawangata wakawaua. Hamuhitaji kuogelea wenyewe, mimi niko kwa ajili yenu. Hamuhitaji kutumia nguvu zenu, nimetumia nguvu zangu kwa ajili ya wokovu wenu. Na kwa sababu hiyo pitieni kwa uwepo wangu, mimi nikiongoza safari yenu ng'ambo ya mto Yordani, mtavuka salama. Ninaongea na wacha Mungu wenzangu ambao wakati fulani tunajitumainia nafsi zetu katika wokovu. Unapambana kujiokoa. Kuna watu wanakazana mno na kujiokoa. Mtu mmoja alinifurahisha sana, anasema bwana, kuna siku niliamua, yani leo sitaki kufanya dhambi. Yani leo sitaki kufanya dhambi. Tangu ninapoamka asubuhi sitaki dhambi. Hata akisemeshwa na mke wake vibaya anasema hamna shida, it's okay, sitaki dhambi. Yani sitaki kuzambika leo sitaki kuzambika. Akipanda kwenye daladala anasema bwana niache bwana, leo sitaki dhambi bwana. Wewe akiongeleshwa vibaya, wewe mshenzi, na anasema bwana samahani, pole, sitaki kujibu matusi, leo sitaki dhambi. Kweli bwana, mpaka anafika jioni hajafanya dhambi. Yani akiangalia hivi anasema kwani wapi? Haoni. Anasimulia chikisa, anasema asubuhi yake kesho yake ni kama niliweka kiporo hivi. Yani ni kama anajikuta na dhambi za siku ngapi? Za jana na za lini. Akiguswa kidogo, wewe mshenzi, ni pumbavu. Yani kasahau kwamba ni jana tu ndo alifanya maamuzi ya dhambi. Na wafahamu washiriki ambao mpaka wanaapa, yani mimi Mungu ni kila zaka na sadaka, mimi Mungu Mungu mimi kuanzia leo Mungu ni kila zaka na sadaka, Mungu uniue. Ila niwaambie ni kitu, ila Mungu ana kazi na mtu bado kala na hajafa. Kuna watu wamefanya maagano, hujapata, unakaribia kila uamsho, yani kuanzia leo natubu hii dhambi. Yani mimi mume wangu, mimi kuanzia leo. Huko ni kutaka kuogelea tu. Hakuna atakayeweza. Mwache Yesu aongoze maisha yako. Ndio maana tunasema wazo, nitakwenda nikimtumaini. Wewe jibwage mikononi mwake. Acha aongoze maisha yako. Acha aongoze safari yako. Acha aweke ndani yake nguvu ambayo iko nje ya uwezo wako. Hauvuki Yordani kwa sababu yako wewe, unavuka Yordani kwa sababu yeye ametangulia mbele yako. Njiani huniongoza Yesu wangu Mwokozi. Rehema hatapunguza milele kiongozi.
ina raha kuandamana duniani daima. Nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema. Njiani huniongoza, hupunguza matata. Nikiugua hupoza, na njaa ninashiba. Lichokapo guu langu, nguvu zikipungua. Jiwe lililo mbele yangu hunibubujikia. Njiani huniongoza kwa pendo lililo kuu. Mwisho atanituliza kwake Baba yangu juu. Nikivikwa kutokufa, nikae na Mwokozi. Nitamsifu sana sifa, kweli ni kiongozi. Uniongoze Yehova, ni msafiri chini, ni mnyonge Baba, nilinde kwa mkono, unitunze Baba, nilinde, unionyeshe njia, kisima cha uzima, maji ya utabibu. Fungua wa moyo, ninywe na kuponye, uninyweshe Baba, nilishe hata nimetosheka, hata nimetoshe. Wakati wako ufuka ule mto Yordani, hofu yangu ufa, Baba, nione uso wako. Nyimbo na mimi nitaimba daima, Baba, nitaimba daima. Usivuke mpaka umekuwa na uhakika ya kwamba Yesu yuko pamoja nawe. Ni afadhali kubaki ng'ambo ya Yordani, hujaitwa mshindi, kuliko kuvuka, kuliko kutaka kuogelea, kuliko kutaka kwenda bila uwepo wa Bwana. Ni kama namshauri mfanyabiashara mmoja, usifungue biashara bila kumuuliza Bwana. Ni kama naongea na mwajiriwa, usiende safari bila kumuuliza Mwokozi. Ni kama naongea na kijana wa kiume na wa kike, usiolewe bila kujua ya kwamba Yesu ameenda pamoja nawe katika ndoa. Ni kama nataka niongee na mama mmoja ya kwamba usizae kama Bwana hayuko pamoja na wewe. Ni kama nataka niongee na wachungaji wenzangu. Sisi Mungu ametuweka kuwa kibebeo cha sanduku la agano. Tujitahidi sana tusiwe nyuma. Maana tukiwa nyuma, Israeli watakosa direction. Maana ni mpaka sanduku liinuliwe, ni mpaka amri ziinuliwe, ni mpaka mana iinuliwe, ni mpaka fimbo ya Haruni iinuliwe, ni mpaka makuhani waanze kwenda mbele, ndipo watu wa Mungu wapate mahali pa kuigilizia. Ninawatia moyo watumishi wenzangu, tubebeni sanduku la Bwana, ili washiriki wajue njia watakayoiendea. Maana hata hivyo hawajapita bado. Na unajua wale makuhani walipokanyaga tu maji, ndipo njia ilipopatikana.
Wachungaji, msiogope kutoa njozi kwa washiriki. Pale watakapoona tumesema neno la kichungaji, tumesema neno la kimaono, washiriki watafuata. Maana hata hivyo hawaijui hiyo njia, hawajapita bado. Lakini mpaka watakapoona sanduku limeinuliwa. Tusijiinue sisi, wala tusiinue na vile tulivyo navyo. Tumuinue Yesu juu, na atakapoinuliwa juu, yeye mwenyewe atatuinua nasi. Wazo la mwisho basi, tukale chakula. Tukale chakula. Wazo la mwisho. Wazo hili ninaongea kwa unyenyekevu mwingi sana. Na hili ndilo wazo mama katika ubiri la mchana wa leo. Kuna haja ya kujitakasa kabla ya kuvuka. Wazo la tatu. Kuna haja ya kujitakasa kabla ya kuvuka. Kuna haja. Nilikuwa nafuatilia maana ya neno kujitakasa. Anasema ni mchakato wa kiroho wa kujitenga na dhambi na kujiweka wakfu kwa Mungu. Ni tendo la ndani na la nje linalohusisha kutakaswa katika mawazo, matendo, nia na maisha yote, ili kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Yoshua anawaambia taifa la Israeli, kabla hatujavuka, tunahitaji kuwa na personal evaluation ya kila mmoja wetu. Kila mmoja apate muda faraga, ajifanyie tathmini. Angalia aliyotenda Shitimu, ayafanyie maungamo, lakini ayafanyie maagano ya kwamba hatavuka nayo Jordan. Maana hata hivyo tunaingia Kanaani. Yoshua anawaambia kuna haja ya kujipeleleza, kuna haja ya kujitenga kati yao na dhambi, kuna haja ya kujiweka wakfu mbele za Bwana, kuna haja ya kujisafisha, si tu kwa nje lakini kwa ndani. Na mimi nawaambia Wakristo wenzangu, kama kuna jambo ni balaa ambalo litatufanya wengi wetu tusiingie malango ya Kanaani ya mbinguni, ni dhambi za siri. Dhambi za nje hizi wakati mwingine ni afadhali. Yaani mtu ampata mimba na kweli mimba iko hapo, hakuna namna, utafuta tu ushirika maana mimba ipo, hakuna namna. Lakini wangapi wamezini na hawajapata mimba na hawajafutwa, na haijaingia kwenye timamu ya kwamba ni dhambi? Ni kweli sisi tunafuta mimba, lakini sasa wazinzi je? Ambao hawajakamatwa. Na mbaya zaidi, inawezekana ukajiona kwa watu na ukajilinganisha kwa watu ukasema mimi na afadhali, maana hata hivyo sijabeba mimba. Lakini waliotoa je? Kuna watu mpaka sasa hivi wanajisifia. Yaani mtu anakula zaka na sadaka, alafu mpaka anajisifia kabisa. Of course mimi jambo hilo nimepambana nalo na kama nimeshinda. Unaona raha? Of course mimi zaka nimeshaweza, lakini swala la sadaka hilo Mungu mwenyewe. Yaani unaona kitu cha kupride. Wenzako wanahangaika kujitakasa, wanasema Mungu nisaidie juu ya hili, nashindwa. Litanifanya nisiingie Kanaani. Hata nachukulia poa tu. Mtu ajisifia kabisa, usinione hivi, mimi na hasira sana. Ovyo. Watu wanajisifia hela, unajisifia hasira. Yaani mimi pastor naweza nikapiga mtu kabisa nikaua. Tunaishi katika wakati ambapo watu hawaoni kama wokovu ni kitu cha thamani tena. Hawana haja ya kujitakasa, wanaona ni poa tu. Na unajua, ngoja niwaambie ndugu zangu, ukifika level ambayo unafanya dhambi na husikii uchungu tena, nakupa pole kubwa. A big sorry. Kwa sababu tafsiri yake usipokuwa makini, maana yake roho wa Mungu hayupo tena na wewe. A big sorry.
Yaani unajua tumefika kwenye kati kama makambi kama haya ni mkutano mtakatifu kabisa na nini, lakini mtu ajisikii tena hatia, inakuwa mchepuko. Anamwambia kabisa, "Oya, ya pastor namalizia hapo chapu na kupitia hapo." Basi naona amechukua muda time sana leo. Amezidi kama dakika 17. Nafahamu hazimjii kwamba anahitaji utakaso. Niliwaambia darasa langu la ndoa, mtu mmoja mke wake anaelezea kwamba huyu mwanamume ana mke mwingine. Jamaa anasema, "Mama, hebu ngoja niliweke sawa. Pastor, hebu ngoja niliweke sawa. Mimi sina mke mwingine, mimi nina mchepuko." Haya mama, endelea. Nilikuwa nataka niliweke sawa tu kwamba aelewe kwamba sio mke kamili, yani ni mchepuko. Mama, endelea maelezo. Yani haoni tena kama ni shida. Nikutana na mtu mmoja ameoa mke wa pili. Yule mke wa kwanza anamwambia, "Wewe, yani mume wangu huyu ameoa mke wa pili." Anamwambia, "Pastor, shida ya huyu mwanamke ni moja tu. Hana upendo. Hampendi ndugu yake, hampendi dada mdogo wake. Mdogo wake yeye anampenda, lakini yeye hampendi." Yaani jamaa akili zimepumbazika, haoni kuwa na mke wa pili ni issue. Halafu anasema, Pastor, nina hela. Huyu mwanamke anaweza kuzimaliza." Eti wewe mama, unaweza kumaliza hela nilizonazo? Nimemleta mwenzako, mule pamoja, lakini wewe hutaki. Pastor, muambie I got money. Nina hela. Na pastor, hivi karibuni nitaongeza watatu kwa sababu hata wawili hawazimalizi pastor. Nina hela. Na jamaa haogopi, yuko na mimi, yani serious kabisa, yani hata sense hamna. Namuomba Bwana atusaidie katika makambi kama haya, tujitakase katika jina la Yesu. Ndugu zangu, ni kweli makambi ni wakati wa kula wali, tena waupike vizuri. Ni kweli makambi ni wakati wa kunywa juisi, tena waziweke tamu. Na wazikumbuke na sukari, waweke matunda yote, waweke. Ni kweli makambi ni wakati wa kusikiza kwaya. Jamani, imbeni kabisa. Ni kweli wakati wa makambi ni wakati wa mafunzo ya familia, ya ndoa. Ni sawa, tuyafundishe kabisa yote kabisa. Wale wanataka wachumba wao watafute hata kwenye makambi hayo. Ukimwona mtu mwambie, ni kweli, ni sawa, ni nini sawa. Lakini nataka niwakumbushe, pamoja na yote tutakayofanya katika makambi haya, kambini, katika makambi ni wakati wacha Mungu wanapojitakasa. Na mimi nawaombea katika jina la Yesu, takasikeni. Hamjanisikia? Takasikeni. Wakati wa makambi ni wakati wa kufanya personal evaluation. Wakati mwingine usiingie tu. Wakati mwingine nenda kule pembeni, kuna majani mazuri, kaa huko, tafakari kidogo maisha. Mwaka huu umeishaje? Mbona kama mwaka huu nilikuwa na mambo mengi mno? Mbona kama mwaka huu nilikuwa na vitu? Na ngoja niwaambie, na wengine mwaka jana mliahidi maneno mazito mno hapa. Mungu, ukinivusha mwaka huu nao, kwanza namba 1, nitatoa sadaka ya shukrani. Mwaka huu nimetoa milioni, mwakani Mungu. Na mpaka dakika hata 100 hujaangusha. Na tabia mbaya zaidi imekuwa kubwa zaidi. Naomba niwaambie wacha Mungu wenzangu, kama hatutatumia makambi kujitakasa, tunajidanganya tukisema tuna mpango wa kwenda mbinguni. Dhambi itatutenga na uso wa Bwana. Ndio maana fungu letu kuu linasema, enyi watu mtumainini Bwana, mimineni mioyo yenu kwake. Sio tu kwa kuombea vikoba na madeni, lakini mimina moyo kuombea dhambi na majuto ya kile ulichokifanya, ili Bwana akupe rehema na utakaso. Sio kila nyakati za maombi ni kuombea vitu. Sio kila nyakati za maombi ni kuombea ndoa. Sio kila nyakati za maombi ni kuombea uzao. Sio kila nyakati za maombi ni kuombea masumbufu ya maisha. Sio kila nyakati za maombi ni kuombea ugonjwa. Lakini tenga muda wa nyakati za maombi kuomba toba na maungamo ya nafsi yako. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki. Step to Christ, ukurasa wa 57, anasema, kama tusipokuwa tunashinda kila dhambi na kujitakasa kwa kweli, hatutakuwa tayari kwa ajili ya kuungamanishwa na malaika watakatifu mbinguni. Lakini kilicho ni stua kauli hii leo ni stua ni ya Great Controversy, ukurasa wa 425, anasema, hii ndio najisikia
huzuni ninapoisoma. Najisikia huzuni ninapoisoma. Anasema, na ni vizuri mkasimama wakati naisoma. Na usijaribie kuongea wakati unasimama. Wewe simama tu, sikiliza haya maneno kwa uzuri. Hakuna atakayeingia mbinguni ila wale waliokuwa wamejitakasa kwa njia ya kweli katika maisha yao hapa duniani. Utakatifu ni hali ya kuafikiana na Mungu kwa njia ya kujitolea na kumtii Kristo. Mioyo ya waamini hufanywa safi. Ukingoni mwa Yordani ninaangalia bara zuri ya Kanaani ninayotamani. Bara ile ina nuru, nuru ya milele. Kristo jua hutawala, hufukuza giza. Nitapafikia lini na kubarikiwa penye ufalme wa Baba na kumuona uso? Furaha yangu rohoni ni kuchukuliwa. Siyaogopi mawimbi katika Yordani. Tutakaa pamoja na Yesu katika pwani yenye raha. Tutaimba wimbo wa Musa na kondoo, milele hata milele. Nataka leo niombe na mtu mmoja tu anayesema, Mungu, najua mapito niliyopitia personal. Kama ukija leo, ukweli ni kwamba sidhani kama naweza kuingia makao ya milele. Siji mbele kwa sababu ninataka kuweka agano kwamba sitafanya dhambi tena au sitakosea tena. Nakuja mbele, tunaomba kwanza, naomba unitakase, alafu naomba unipe ushindi dhidi ya ile dhambi. Narudia tena, sio lazima uje mbele. Tunaweza tukaomba ukiwa umekaa huko, kwa sababu sio kila ubiri ni la kwako. Ila kuna mtu ambaye anasema, yani pastor, usipoomba ombi hili kwa ajili yangu sitakuwa nimepata amani. Njoo hapa mbele. Hata kama uko peke yako, nataka tukuomba na mtu mmoja. Niko very specific. Naelewa ninachokifanya. Kwa sababu nami nisipofanya ninachokifanya nitapata hatia katika nafsi yangu. Ni kweli Dar es Salaam kuna magorofa, lakini sikuja kuyaangalia. Najua ninachokifanya. Kama kuna mtu anasema hapa nahitaji kitu fulani cha tofauti, ombi fulani maalum, njoo hapa. Ni la utakaso tu. Yaani usije kama unaombea madeni yako ya vikoba. Kaa. Hapa mimi nazungumzia dhambi, typical dhambi. Njoo. Karibu na wewe Mungu wangu, karibu zaidi Bwana wangu. Zaidi Bwana wangu. Labda yupo mmoja anayesema, mimi nataka pia kubatizwa. Nyosha mkono wako juu. Nataka tukuomba kwa ajili yako. Hata kama utakuwa peke yako, I don't care. Sijui Mungu anataka kumwandaa nani, sijui. Hata kama uko nyuma kule, unasema leo nataka kubatizwa. Nyosha mkono wako.
Nataka tukuomba kwa ajili yako. Nyosha tu. Nasema nataka kuyatoa maisha yangu kwa Yesu kwa njia ya ubatizo. Nyosha mkono wako juu. Nataka kuomba kwa ajili yako. Nyosha tu mkono wako. Mimi nitamaliza na sitakuwa na hatia katika moyo wangu. Je, yuko mtu mmoja mahali? Nyosha tu. Nataka kuomba sasa. Muda wetu umeenda mno. Lakini moyo wangu unasukuma kwamba nikiwahi wali na huku nimeacha roho ya mtu nitakuwa na hatia. Je, yuko mmoja mahali? Nyosha tu. Maana nataka kuomba. Nyosha tu mahali ulipo. Nasema mimi sijabatizwa, naomba mchungaji uniombee. Nyosha mkono wako. Baba mwema, ikiwa hautaingilia katikati ya maisha yetu, huenda hatutapata nafasi na heshima ya kuvuka katika mto Yordani. Na kama hatutavuka Yordani, maana yake hatutakuwa tumeingia Kanaani. Tumekuja mbele, tumekuja ili utusaidie. Tumekuja ili utufanyie utakaso wa kweli katika nafsi zetu. Roho wako ametuvuta na kutusadikisha. Na kwa hiyo tunamshukuru kwa sababu bado anatupatia hitaji la kujiona ni wachafu ndani na nje. Hao waliokuja Baba wamenikuta huku mbele nikiwa nimetangulia mimi, maana katika wenye dhambi mimi ni mkuu wao. Nilikuwa naomba kwa niaba wenzangu, tutakase kweli katika makambi haya. Baba, ninaomba tutakase kweli. Tuoshe kwa damu yako. Baba, tufanye tuwe na ujasiri kwamba hata kama ukishuka leo, tuwe na ujasiri wa kukulaki mawinguni. Baba, ninaomba hatufanani tuliyoyatenda. Wengine ni kwa mawazo, wengine ni katika hali ya matendo, wengine ni katika nia. Tulifanya vitu vyema kabisa, lakini nia zetu hazikuwa njema. Baba, tumekuja mbele za uso wako, tunaomba ututakase. Unajua hapo mbeleni unataka kufanya mambo makubwa mno. Na sisi tumestuka kwa imani ya kwamba kwa kuwa tunakutegemea wewe utafanya mambo makubwa, tunahitaji kwanza ututakase. Na mimi ninaomba kwa niaba wenzangu, tutakase. Halafu Baba, nilikuwa naomba samahani, lakini usitakase nje tu. Tutakase na ndani. Na tujataka tu kutakasika, tumetaka utupe ushindi dhidi ya dhambi. Baba, nilikuwa naomba lakini naomba kuanzia leo tupe kinyaa cha dhambi. Tukiona dhambi tuone kama mavi. Najua unaweza Mungu, maana wewe ni ngome yetu. Wewe ndio kimbilio letu. Wengine tumefika mbali mno kwa uchafu na kwa namna tulivyo, tukasema hapana, hata kaa tupokee. Hapana Baba, tujaze nguvu upya. Tusikie ndani ya mioyo yetu ya kwamba umetukubali. Kuna watoto wako watabatizwa Ijumaa, na mimi najua wapo wengi wa kutosha tu. Waandae kwa ajili ya ubatizo huo. Neema yako na iwe juu yetu mchana wa leo. Acha utupatie wepesi katika mapumziko na chakula, ili turudi tena katika vipindi vingine. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu. Amina. Enendeni kwa amani ya Bwana.